Lakini liko jambo moja ambalo Mheshimiwa Rais hakulisema na hakuliacha kwa bahati mbaya, na chenyewe ndio kikwazo kikubwa sana. Rais Samia hakusema kwamba vijana wajadili kwa uhuru, hilo hakusema, na hicho ndio kikwazo kikubwa, kwamba tunavyopima nafasi ya vijana tusitazame namba peke yake, tutazame kama kweli tunawapa jukwaa halisi la kuzungumza mawazo yao. Kwa hiyo naweza kusema kwamba uzoefu wangu ndani ya Bunge, kwa idadi vijana tumo, lakini kuonyesha ule ujana wetu, ujana wa kunoa bongo, ujana wa uthubutu, ujana wa kuwakilisha maslahi ya wananchi, kama hivyo ndio vipimo vya ujana, hayo mazingira hayapo kabisa. Na ziko mada, ndugu Arifa, nitaziorodhesha tu ili nikupe mic. Kwa sasa bungeni ni kama umewekwa utaratibu ambao haumo kwenye kanuni, lakini hakuna space ya kuzungumzia. Hauruhusiwi ndani ya bunge kuzungumza juu ya utekaji, hauruhusiwi. Kama unataka dakika zako 10 ulizopewa uchangie nusu dakika, zungumza juu ya utekaji. Hairuhusiwi kuzungumza ufisadi wa daraja la juu, labda utaje rushwa kwa juu juu. Hairuhusiwi hata kurejea ripoti ya CAG kwa uhuru. Unaambiwa bana, msiguseguse, msiseme, ipo kwenye public space, naambia hiyo usitaje. Hairuhusiwi kudai katiba mpya, hairuhusiwi ndani ya bunge. Hairuhusiwi kueleza nini kimetokea Oktoba 29, hairuhusiwi. Hairuhusiwi kueleza uchaguzi umefanyikaje, kwamba mimi bwana Ado leo hapa ni mbunge kwa sababu kuna baadhi ya watu wamepoka mamlaka ya wananchi, wanaamua. Ado, sasa hivi ni bahati yako wewe. Kwa hiyo mshukuru Mwenyezi Mungu, hiyo bahati imepatikana. Hairuhusiwi. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto ambayo vijana inawakabili kwenye vyombo